kamene. Sasa hapa niko kupikia watoto wangu, nioge, niende nipige umalami na piganga umalaya. Na nimeshaathirika na ugonjwa ya ukimwi. Moja ya wanawake walioweza kusimama mtandaoni kwa kujirekodi na kutoa taarifa halisi au kuhusu mfumo wake halisi wa maisha yake. Pia mwanadada huyu aliongeza kusema yeye mpaka sasa hapo alipo ameweza kuathirika na ukimwi kutokana na changamoto za maisha alizozipitia au anazozipitia. Na pia akiongeza kusema yeye yupo na watoto wadogo ambaye anaishi nao. Hao watoto anaowalea huenda ikawa ndo chanzo cha kupata ukimwi, cha kuteseka na maisha, cha mfumo wa maisha wenyewe kuwa mgumu. Na pia imekuwa ni ngumu sana kwa mtu yeyote, mwanadada au mwanaume, hasa zaidi wanawake, kujieleza kwamba ana ugonjwa, ana changamoto ya kiafya ambayo inakuwa ni ngumu kwa mwanaume kumfuata mwanamke yeyote ambaye anajulikana kabisa ni ana ugonjwa. Akaongeza pia kujiweka wazi kwa njia ya mitandao pia na kupitia akaunti za baadhi ya watu kujiposti ili tu kuomba msaada ya kwamba mtu yeyote ambaye yuko tayari kumsaidia aweze kumsaidia, kumsapoti kwa namna moja au nyingine ili aweze kupata chochote kwa ajili ya kujikimu na maisha. Na pia bado anazungumza tena kusema anaendelea tena na biashara hizo za umalaya ili kujikimu maisha yake. Lakini je, wewe unayenisikiliza au wewe unayetazama video hii, ni nini mawazo yako? Ni nini maoni yako juu ya huyu mwanadada? Nini afanye? Nini aache? Nini aendelee nacho? Na ni nini kifanyike ili kuweza kusolve au kunusuru maisha ya mwanadada huyu au maisha ya familia ile alionayo? Na hii si kwa ajili ya wadada tu, dada huyu pekee, bali kumbuka kuna wanawake wengine ambao bado wapo na biashara hizo. Wapo wanawake wengine ambao tayari wanaathirika na ugonjwa, na pia sio watu wa kujisema, sio watu wa kujiweka wazi. Na kama ilivyo sasa kwamba ugonjwa huo wa ukimwi unaotajwa kuwa ni wa ukimwi ambao ni ukosefu wa kinga mwilini, imeonekana kama ni mafuta tu mwilini, kiasi kwamba ukiupata ni kama umepata tu mafuta, na wengine wakiupata ugonjwa huo wananenepa, hawakondi, na wengine wakipata ugonjwa huo wanakonda na kuisha kabisa, na wengine mpaka kupelekea umauti. Na hivyo wengi wao wanatumia dawa zilizo nyingi ambazo wengine zinawapenda, wananenepa, wengine wanaharibika, na wengine wanakufa kabisa. Je, nini mawazo juu ya huyu mwanadada? Nini mawazo yako kwa jamii kupitia video hii? Jamii unaiambia nini? Mwanadada huyu unamshauri nini? Na je, nini kifanyike kwa ajili ya maisha mengine ya mbeleni? Nini kifanyike hapa kwa ajili ya kwa ujumla vitu vyote viweze kwenda? Jamani, hii ni story halisi ambayo mwanadada alimpata huyo kijana ambaye aliweza kumchukua video hiyo, na wakati huo alivyomchukua video ya mara ya kwanza alielezwa juu ya maisha yake halisi. Kisha yule mwanakaka akaamua kuposti mtandaoni. Ikaonekana ni kama mwanakaka amekosa kwa kosa la kumdhalilisha mitandaoni, huenda bila ridhaa yake mhusika. Lakini video hii inaeleza wazi kabisa, ukisikiliza hapa mwishoni, ya kuwa video hiyo haikupostiwa kwa kukosewa na yule aliyekuwa ameposti mara ya kwanza, bali ilikuwa ni sahihi kabisa kutokana na matakwa ya mhusika. Mhusika ndio alitaka hivyo. Kama zinawezekana kusambazwa video hizi, zisambazwe tu, ikiwezekana kama kunaweza kaa kuna msaada wote wa mtu yeyote kumsaidia kwa chochote, waweze walao kumsaidia kutokana na hali yake ya maisha anayokwenda kupitia au anaendelea kuyapitia. Na hali hiyo ameeleza pia kuwa ameichoka na haitaki kabisa, lakini bado kutokana na mfumo wa maisha ndio unamlazimu na kumtaka aendelee kufanya biashara za namna hiyo. Basi sasa imefahamika kuwa ni baadhi ya makabila fulani yanayojihusisha sana na masuala haya ya Ubamedi, na hilo kabila hilo sitalitaja. Lakini kwa wewe, ni nini maoni yako juu ya kabila? Ni kabila gani maarufu linaloongoza kwa hawa watu wanaotambulika kama Bamedi? Au ni jamii ipi ambayo inajihusisha sana na haya masuala ya biashara za namna hii? Tunaweza tuandikie kwenye komenti hapo. Lakini kabla sijamaliza, na kuomba kama wewe ambaye bado hujasubscribe, utakuomba subscribe hapo chini ili ya kwanza kupata update zote ambazo tunaendelea kuziposti kupitia mtandao huu au kupitia channel hii ya Manyoya TV.
Ndugu yangu, kama bado hujasubscribe na kuomba usubscribe, kisha uguse alama ya kengele ili kupata taarifa zote zitakazokuwa zinatokea muda wowote ule na saa yoyote. Na mimi ni Manyoya nikiwa ndani ya hii chaneli ya Manyoya TV. Asante. Endelea tena kusikiliza huyu mwanadada maelezo yake na ujumbe wake, kisha utatoa jibu hapo kwenye comment hapo chini. Narudia kusema, kama bado hujasubscribe na kuomba subscribe, kisha uguse alama ya kengele ili kupata updates zote ambazo zinaendelea tena kupitia akaunti hii. Nikitafutia watoto wangu ndio wasilale njaa. Sasa kwa saa hii unga nilikuwa nimetafuta ya jana imeisha. Hii ndio imebakia tu, na ndio hii hapa nawapikia, nirudi nitoke niende nikatafuta ya kesho. Lakini kuna watu wanasema ati nimekuchukua video kama utaki. Hapana. Video ni mimi nilisema nichukuliwe niweze kusaidika kwa ajili nimechoka. Abu ambia watu si mimi nilikuchukua kwa bila idhini yako. Ni mimi nilimwambia anichukue niweze kusaidika. Si yeye alinichukua kama sijui. Ni mimi nilisema nichukuliwe. Si watu wamenitusi. Wasikutusi. Mimi ndio nilisema nichukuliwe ndio niweze kusaidika. Nitoke kwa shida. Wanakutusi na mimi ndio najiuzanga, si wewe. Wewe ni unisaidie, unichukue video watu waweze kunisaidia. Watoto wangu waishi maisha mzuri. Na wasijaribu kutusi Bazu. Bazu ana makosa na mwili ni yangu. Lakini kwa saa hii nimechoka. Naomba mnisaidie. Nimechoka kutafuta, nimetafuta miaka mingi. Ni adia kinogira na kigikone kiaragia giki. Ai kegiaririe tena. No anamoni akinyaga hado akanoga, unachoka na hii kazi. Hadi mwili yenyewe imeshachoka. Umechoka. Unafika pale na bado naendelea na kuzeeka. Sitaishi na hiyo kazi. Watu wangu wameshakuwa kubwa. Hiyo kazi nataka nisimame hivyo, niweke kazi na watoto wangu waendelee na maisha mzuri. Na ndawabariki. Ni venye sitaki kuonyeshana watoto wako. Ama ni waonyeshane? Si waonyeshane? Hapana, si vizuri. Kwa nini? Si vizuri. Semeni hai. Hai. Semeni hai watoto. Hai. Mko fiti? Sasa unaachanga kama umewapikia? Naachanga nimewapikia hivi, wasilale njaa. Naacha wameshiba, naoga natoka naenda. Usiku narudi saa 10, saa 8. Na hata walalangi wakiniogojea mama wao labda ameuliwa. Yaani wanakuanga na stress walalangi. Ukuja na pesa ngapi? 200 au hata zingine na nakosa. Na sasa nimenyeshwa usiku mzima nikizurura kwa barabara. Kama nimekosa client. Mara unakaribia mtu anaona unakaa shetani. Hadi wewe mwenyewe unasimama hivi unajiuliza, kwani nilikosea Mungu na nini? Unafikanga pale unaona afadhali Mungu akuchukue. Na wewe kwenu ni wapi? Tala Kangundo. Kangundo pa? Hapa tu. Pale pa 200. Na namaliza ngadi miaka hadi 5. Naenda tu ushago kuzika mtu. Kwani ni Mkangundo wapi? Tala Katangini. Katangini? Jirani zako ni nani? Akina Wanzela. Wanzela ni nani? Wanzela ni sasa huo ni masista za maadhi. Haya. Mimi jirani yangu ni Animudheu. Naona ngadi kama ndiye aniroganga ni aridhirikange hivi. Anakuanga mchawi. Sana mashida napitia hapa naona ngadi kama hata alinicross. Kwa ajili maisha mengine unahangaika hivi, hao ni watoto ulipewa watoto wazuri na Mungu. Unashindwa kwani ulikosea Mungu na nini? Hebu tuende mahali pale unalaranga. Twende, simama tu. Nani acha wapike. Wewe endelea kupika nani? Ukolino. Acha apike. Wewe endelea kupika twende nini? Angalieni gani? Kwenye unalaranga. Hebu toka mbele yangu. Hodi. Karibu. Huku ndio kwangu sasa. Ujinga hapo. Huku ndio nyumba yangu, ndio napumzikanga na watoto wangu. Hapa ndio kitchen, hapa ndio wanalalanga. Naomba tu hata kama mtu ajitolee abai tu kitanda, walalange juu, watoke chini. Naweza wabariki sana.
Mtu tu ajitolee tu. Hii ndio tunapumzikanga, kule ndio jikoni. Sasa ile stove haina mafuta ya taa. Naendanga sana napika na hizo kuni. Hii ndio jiko yangu. Na venye uko mrembo. Hivyo maisha iko hivyo. Kwa julu ukijiachilia tena ukae shosho, au watoto watapata kitu ya kula, lazima uoge. Ukuwe rafiki na maji. Kororia moroko. Hati. Nikibebaka kibeti kangu. Aka. Yudi nishika kamogoka mimi. Mimi naendanga. Na hata sijui kwenye naenda. Naenda mimi, naendanga huko. Nawaambianga walale. Nimeshiba. Kani hapo. Nikatafuta za kesho. So mimi nazuri. Sasa hivyo ndivyo unabebanga. Hivyo na kasweta hapa. Nikinyesha na vaa kasweta kangu. Na makeup zako. Na makeup zangu ndio hizi hapa. Ndiko nimekuwa mrembo hivyo. Hizo ndio makeup zangu. Najipondoanga hivyo. Sasa ndio biashara yako. Hiyo ndio biashara yangu sasa. Stoka ukienda kuuza nini unauza? Sasa nikioga nikijipaka hivi mtu anaweza dhania hata naombanga mtu 10 bob. Anakuambia hata kunipima akili. Hiyo urembo umejipaka ni ya 10. Na sasa nataka tu niongezee 10 nyingine nipate fare. Hiyo ndio maisha nakaa. Mudheu. Hatu unaitwa nani? Mary Kamene. Kutoka Kangundo. Ati jirani yako ni Mudheu? Ani Mudheu. Naona ngali kama ndiye aliniroga mimi. Ani Mudheu. Na ishingia kwa kuhangaika. Nikaa hapa, hiyo ndio job.